Kwa hiyo sawa, kuna wengine sisi tumeumbwa hivyo, ukisikiliza kwa makini ni kama unalia, lakini ndio hiyo. Lakini basi haya mambo mengine mbinguni tutabadilishwa, tutapewa sura mpya. Bwana asifiwe. Makame mtaa wa Yuda 2020. Bwana asifiwe. Makame mtaa wa Yuda 2020. Tusikilize fungu kuu linatoka kitabu cha Luka 21:28 nalo linasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vinywa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Basi na tukae. Habari za muda tena. Habari za muda tena. Hamjambo. Tunamshukuru Mungu wetu kwa nafasi hii tena aliyotupatia muda huu tunapoanza
mada hii za mkutano. Ninawakaribisheni nyote katika fursa hii. Kila siku tutakuwa na fursa hii. Tutakuwa na fursa ya kuzungumza na Mungu wetu kwa njia ya sala, na tutapata nafasi ya kuomba jioni ya leo. Tunapokaribia kukamilisha somo hili, tutakuwa na fursa ya kumwomba Mungu kwa ajili ya kile tunachopitia katika maisha yetu. Kwa hivyo hiyo ni fursa pekee sana, na Mungu wetu ametuzawadia katika neno hii, atupatie nafasi ya kukaribia kwa njia ya sala. Kwa hivyo nitakuwa na nafasi hiyo kwa ajili ya kuomba kwa ajili yetu sote, maisha yetu ya uzima wa sasa, lakini na uzima wa milele. Unaweza ukaipata hiyo nafasi kila jioni tunaposimama hapa, tunapokaribia mwisho, lazima tutakuwa na fursa kwa ajili ya sala. Lakini pia nitakuwa na nafasi kwa ajili ya maswali, mada hizi tunazopata hapa. Ukiacha kile cha nini, tutakuwa na muda wa dakika chache ambao kila siku nitakuwa ninaanza maswali ya somo yaliyopita. Ninatumia kama dakika 10 au 12 au 15 kwa ajili ya maswali ya somo lililopita jana. Kwa maana ya kwamba kesho tutakuwa na dakika hizo kwa ajili ya somo hili la leo, ambazo nitaanza kuitikia maswali. Mungu akipatia majibu katika neno lake, alafu ndipo ninaanza somo linalofuata siku hiyo. Jambo la tatu, tutawasiliana na uongozi wa kanisa hapa kwamba tunanikawa na maalum kwa ajili ya kukutana na yule ambaye anaona kwamba anaweza tukakutana naye. Nafikiri kwa sasa 12 wa mazingira yakiwepo watangazia mimi nikiangalia saa 12 nikute hapa ili nikutane na hao wanaona vema, na tukakutana tukaomba tukashauriana mambo ambayo ni muhimu sana katika maisha na wokovu wetu. Na jambo la 4, ninawatia moyo sana kwa sababu ni mkutano yetu sisi wote, na mchungaji wetu ametuhimiza tafadhali pata nafasi ya kuweza kumwalika mwingine. Akifika ana nafasi ya kusikia kile unachosikia na akabarikiwa pamoja nawe. Lakini jambo la 5, tutakuwa kutoa zawadi kwa wote ambao ni wageni waliofikia kabla ya somo. Hayo mambo 5 tutayafanya, na hili tutaanza nalo leo. Kwa hivyo niombe kama kuna wageni katikati yetu wametenga muda huu muhimu sana wa kujifunza pamoja nasi mada hii, nitakwenda nikimsubiri Yesu, ambayo tutaenda nayo mpaka mwisho ya juma hili. Na huko hapa katikati, tafadhali usisite, niombe uongozi hapo niletee hizo zawadi za mkutano ambao wameandaa kwa wale wote wanaotenga muda huu muhimu wa thamani sana kwa ajili ya jambo hili jema, kwa sababu hiki ni kitivo cha mambo ya elimu na muda huwa uko calculated, na kwa kweli kuchukua nafasi na kujali kufika, na ikiwa ni mara ya kwanza umefika na tumeanza hivi, basi utapata zawadi kutoka kwa mkutano huu. Asante. Kama upo, tafadhali nikuombe uje hapa nipatie zawadi hapa kwa kujali kwako kuwa pamoja nasi katika mikutano hii. Njoo, kama kuna rafiki yako hapo anaweza kukusindikiza kwa dakika hizi chache kabisa, alafu ndipo tupate kutafakari neno la Bwana. Karibuni sana. Amen, 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 hallelujah, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, Asante sana. Kitabu hiki kina ujumbe unasema jipatie amani moyoni. Na
mada tunazoendelea nazo katika juma hili zitaeleza kwa nini kuna haja ya kuwa na amani moyoni. Kuna amani ambayo inahubiriwa na viongozi wetu na inasimamiwa na serikali za dunia. Lakini hiyo ni amani ya mazingira. Biblia inaenda kutueleza inahitajika amani ya moyoni kukabili ile ya nje. Kwa hiyo Mungu awabariki sana na mnapoweza kusoma ujumbe huu. Asante sana. Mungu akubariki. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana, Mungu akubariki. Baadaye nitaomba ndipo tunaweza kutawanyika kwenda kurudi kuketi. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana, Mungu akubariki. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana. Asante sana. Njia zetu tu watoto wake, yupendo Mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamejali mno katikati ya shughuli nyingi njema walizopaswa kufanya. Wamechagua pia kwa muda wa masaa machache kusikiliza neno lako, neno la uzima. Wabariki na wazidishe katika kazi zao za siku zote. Asante kwa kuwa ni wewe tu uliyewaalika na ndiye unayewabariki katika mikutano hii pamoja na sisi sote. Watendee hivyo na familia zao nyumbani, na ukawatendee haja yao, kwa kuwa wewe ni Mungu mwingi wa rehema na fadhili. Tunaposikiliza kwa dakika chache neno lako, utubariki pamoja nao kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki tunapoketi kwa dakika chache kusikiliza neno la Bwana. Karibuni sana. Mikutano hii ya makambi inalo neno linaitwa nitakwenda nikimsubiri Yesu. Aya ya maandiko matakatifu imetoka katika Injili ya Luka sura ile ya 21 aya ya 28. Hii ni mada inayobebwa na ujumbe wa hiyo aya. Na hiyo aya tutaisoma tena. Halafu tutaomba. Luka 21 aya ya 28. Hebu soma tena hapo. Neno la Mungu linasema, Ndio. basi mambo haya yaanzapo kutokea, changamkeni, mkainue vichwa vyenu, Ndio. kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Hii aya ina hayo maneno. Mambo hayo yaanzapo kutokea. Jambo la pili, changamkeni, mkainue vichwa vyenu. Kwa nini? Ukombozi wenu umekaribia. Kwa hiyo text na maneno matatu. Na mimi leo nitaiangalia kwa muhtasari wake
kwa sababu ndani ya juma hili lote kuiangalia ina nini ndani katika Luka 21. Tuombe. Baba yetu, asante kwa kuwa uko tayari kunena nasi. Utubariki kwa uwepo wako na uwepo wa Roho wako Mtakatifu, ukatujalie kusikia na kuelewa na kuitikia katika jina la Yesu Kristo. Amina. Maisha katikati ya hofu. Sehemu ya kwanza. Maisha katikati ya hofu. Sehemu ya kwanza. Unajua sio rahisi kuchangamka alafu ni katikati ya hofu. Yesu alitaka tujue. Kwenye hii Luka sura ya 21 utakuta habari zake kwenye Mathayo sura ya 24 na utakuta hiki kilichoandikwa hapa. Kuna utofauti kidogo katika uelezaji, lakini wote wanaandika kila ambacho Yesu alizungumza. Na haya anayoyazungumza yalifanyika haya ndani ya siku ya Jumanne. Leo ni juma ngapi? Leo ni Jumapili. Yesu aliyazungumza haya siku ya Jumanne. Lakini sio siku tu ya Jumanne, ilikuwa ni siku ya Jumanne ya juma aliyokamatwa akauawa. Aliuawa siku gani? Ijumaa. Kwa hiyo alizungumza Jumanne, na sio tu Jumanne, Jumanne jioni. Akitokea hekaluni. Ili juma aliconcentrate mafundisho yake hekaluni. Na jioni alitoka hekaluni anapitia juu ya mlima wa Mzeituni kuelekea Bethania, ambayo ilikuwa ni walking distance. Na mara nyingi pale alienda kwa kina nani? Kwao na Lazaro, Martha na Mariamu. Kwa hiyo alikuwa anakuja asubuhi hekaluni, alafu jioni anaondoka kwenda Bethania. Kwenye mlima wa Mzeituni, ambao ukifika mlima wa Mzeituni ndipo unaangalia Yerusalemu. Kwa sababu ilikuwa jioni. Nilipata nafasi mwaka huu, mwezi wangapi huu? Sio mwaka huu, mwaka jana, kuangalia eneo hilo kabisa la mlima wa Mzeituni. Na nikavuta hii kichwani kuiona wakati anaangalia Yerusalemu wakati ule. Halafu nikaiangalia mbele yake Bethania. Halafu kwa sababu ilikuwa ni jioni, mionzi ya jua inapopiga kwenye ule ukuta. Kumbuka wakati ile lilishabomolewa, siku hizi libomolewa mwaka ule wa 70, lile jengo la hekalu. Wakati ule jengo la hekalu lilikuwa limejengwa na yule mjenzi alikuwa na sifa katika ujenzi, anaitwa Herod the Great, ambapo lilijengwa sio chini ya miaka 46. Unaweza ukaelewa lilikuwa la thamani kiasi gani. Ukiwa mbali ukiliangalia na madini yake na ile mionzi ya jioni, lazima uweze kuvutiwa. Na hivyo ndicho kilichotokea vile, kwa sababu Biblia inaeleza kwenye Luka 21 alisikia watu wakizungumza habari ya hekalu. Habari ya hekalu. Mathayo anaeleza wanafunzi wake wanafurahia kulielezea kwa sababu lilivyokuwa linaonekana, yani linavutia kweli kweli. Na ndipo Yesu akatoa hoja pekee. Mnaliona hilo? Hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe. Sasa hicho kikaleta usikivu, wanafunzi wakauliza swali, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Na nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa hiyo swali la wanafunzi lilienda zaidi ya hekalu. Kwa hiyo interest yao ilivuka hekalu, ingawa alianza na hekalu, hayo mambo yatakuwa lini? Lakini wakatoka pale wakaenda kuja kwako, halafu wakaenda mwisho wa dunia. Kwa hiyo ni maswali matatu. Kwanza linaanza na ile ambayo linahusiana na hekalu lenyewe, lakini mawili yanakuwa mbali kabisa, yanashughulikia kuja kwake na yanashughulikia mwisho wa dunia. Maisha katikati ya hofu. Unawezaje kuwa vile? Na hili swali lenye maeneo matatu Yesu alilijibu vizuri kabisa, na hakutaka wabaki bila kuelewa, na alilijibu vizuri sana. Tofauti tu ni kwamba alibadilisha namna kipaumbele cha kujibu.
Kwa hiyo akaanza na swali la tatu akalifanya kuwa la kwanza, ambalo linazungumzia mwisho wa dunia, akalifanya kuwa la kwanza. Alafu lile la kwanza akalifanya kuwa la pili, alafu lile la pili akalijibu likiwa la tatu. Kwa nini alifanya vile? Kwa sababu ameliweka kulingana na umuhimu wake. Maana yake ya kwamba ili la tatu ni muhimu sana kuliko yote, lakini yote yana message kuelekea ile la tatu. Kwa nini? Kwa sababu alianza na dunia, mwisho wa dunia. Kwa sababu mwisho wa dunia ilikuwa ni muhimu sana kwao. Kwa nini wao waliuliza? Kwa sababu walijua mwisho wa dunia ni mwanzo wa ufalme wa Mungu. Ninyi mnakumbuka mara kadhaa, sio tu Yesu mwenyewe, hata Yohana Mbatizaji wakati anaanza kuhubiri alihubiri, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, kwenye Mathayo 5:3. Lakini sio tu yeye aliyekuwa anahubiri hivyo. Baada ya yeye kutoka jukwaani, akaja Yesu mwenyewe. Mahubiri yake yalijengwa juu ya ufalme wa Mungu kwenye ile Mathayo sura ya 4:17. Na Yesu alianza kuhubiri, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na hiki ndicho amekuwa nacho kwenye Marko. Pia inaelezea kwenye ile Marko sura ya 1:15, akielezea kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Kwenye Marko 14:25 unaona anaelezea juu ya ufalme wa Mungu. Hata amekufa akafuka, ili ujue wanafunzi walikuwa na hiyo kitu sana moyoni. Kwenye ile Matendo sura ya 1 na ule mstari wa 6 walipokutana akamwambia, Bwana, huu ndio wakati wa kuupatia Israeli ufalme. Sio ufalme mwingine wote tu, ni ufalme wa Mungu. Mafundisho yake, mithali zake, na maanisha zile parables alizofundisha, parables 39. Ufalme wa mbinguni umefanana na mpanzi, umefanana sijui na mkulima alipoliona shamba. Ufalme wa Mungu umefanana na, yani anafundisha ufalme wa Mungu. Mara anasema msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Akizungumzia kila kitu ufalme wa Mungu, kila kitu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaona ilikuwa interest ya Waisraeli, lakini pia mafundisho yake yalihusu ufalme wa Mungu. Hata alipofufuka ndani ya zile siku 40, Biblia inaeleza ya kwamba moja hapo mambo aliyokuwa na kazia ni kuhusu ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hiki kinakuwa ni agenda kabisa. Kwa hiyo anaifanya kuwa ya kwanza ili wajue mwisho wa dunia unaruhusu ufalme wa Mungu kuja. Lakini pia akafanya lile la kwanza kuwa la pili. Hayo mambo yatakuwa lini? Mambo yapi? Anguko la hekalu ama na Yerusalemu. Sasa kwa nini alifanya vile? Kwa sababu anguko la Yerusalemu lina signal, linatoa signal kwa anguko na kuja kwa Yesu mwenyewe, anguko la ulimwengu na kuja kwake. Kwa hiyo alitaka ili watu wakiona kichotokea Yerusalemu kiwasaidie kinachokuja, ambacho kina cover ulimwengu mzima, globally, kuja kwake mara ya pili. Na kwa hivyo akaeleza mambo ambayo yanahusu sasa hivi. Unajua Mungu alieleza vitu hivi, na akaeleza kuanzia mstari wa 8 mpaka mstari wa 10 kwenye ile Luka sura ya 21. Hebu iangalie hapo mstari ule wa 8 mpaka mstari, pengine unaweza kaenda mpaka mstari wa 12, alafu tutaruka kidogo usikiliza akieleza kuanzia mstari ule wa 25 mpaka mstari wa 27. Hebu soma Luka Injili sura ya 21 mstari wa 8 hadi wa 12. Uone vitu anavyovitaja pale. Leo ninapita katika mtasari tu kuona kwa nini hii aya ya 28 mambo hayo yaanzapo kutokea. Kwa hiyo ni vizuri ujue mambo yapi anayoyazungumza. Luka anaeleza nini hapa? Biblia inasema akasema, angalieni, ndio, msije mkadanganywa. Msije mkadanganywa. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakisema, ndio, mimi ndiye. Alafu tena majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Msiwafuate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, msipate hofu. Maana hayo hayana budi kutukia kwanza. Hayo lazima yatukie. Yaani maana yake anachosema ni nini? Msije mkakomaa kuomba ili yasitokee. Hamtaweza kuyazuia. Hayana budi maana yake lazima yatachukua hatua. Halafu ule mwisho bado. Lakini ule mwisho hauji upesi. Fungu la 10.
Kisha aliwaambia, kawaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Ndio. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi. Kwa hiyo vita, matetemeko na nini? Soma msomaji. Na njaa na tauni mahali mahali. Njaa na tauni. Sasa hilo neno waliosema pale tauni, Kiingereza utaona wanatumia neno pestilence. Pestilence maana yake ni ugonjwa unaochukua eneo kubwa la dunia, lakini pia ni vigumu kukabili. Kwa hiyo ukisikia hapa umetumia neno town, unaweza kusema town inachukua tu eneo fulani la kijiografia. No. Pestilence ni ugonjwa ambao unakava eneo kubwa la ulimwengu. Kwa hivyo ameeleza kutakuwa na vita, kutakuwa na nini tena? Matetemeko, kutakuwa na nini? Njaa, kutakuwa na nini? Magonjwa. Halafu msomaji, mpaka aya 12. Na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Fearful sights from heavens. Na anaeleza mambo ya tatisha kutoka juu mbinguni. Ya ulimwenguni yapo, lakini yanakuja pia signs ambazo zitaleta hofu kwa maisha ya wanadamu. Yote hayo kwa ujumla. Halafu, lakini kabla hayo yote hayajatokea, ndio watawakamata na kuwaudhi. Na kuwaudhi. Watawapeleka mbele ya masinagogi. Ndio. Na kuwaua magerezani. Mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Nenda aya 26, 27, kwa hakika achukua 25, 26, 27. Biblia inasema, ndio, tena kutakuwa na ishara katika jua. Ishara katika jua na mwezi na nyota. Na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa. Katika nchi kutakuwa na dhiki ya mataifa wakifanya nini? Wakishangaa. Kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Watu watavunjika mioyo. Kitakachowavunja ni nini? Hofu. Kwa sababu gani? Na kwa kutazama mambo yatakayoupata ulimwengu. Wakiwa wanacheki kitakachokuja kitakuwaje. Watu watavunjika mioyo na watashangaa kitakachokuja kuupata ulimwengu. Maisha yatakuwaje baadaye? Kwa kuwa nguvu za mbingu zitatikisika. Nguvu za mbingu zitatikisika. Na ndipo anaeleza mstari wa 28 ambao ndio key text. Mstari wa 28 unasemaje? Basi mambo hayo yaanzapo kutokea. Hayo yanapoanza kutokea, changamkeni. Ndipo anasema changamkeni. Kainue vichwa vyenu. Inueni vichwa vyenu. Kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Kwa hiyo ni nini maana yake? Maisha katikati ama katika hofu. Unaishije katikati hayo? Kwa sababu amesema hayana budi kutokea. Yapi? Political instability. Wars. Ameeleza vita itakuwepo. Kingine ameeleza matetemeko, earthquakes yatakuwepo. Hakuna namna yoyote ile. Yaani maana hata ukiombea yasiwepo matetemeko unapoteza muda. Ukiomba kusiwepo na vita unapoteza nini? Kwa sababu hayana budi kuja. Jambo la tatu, kutakuwepo na njaa. Kwa hiyo climatic change ambayo itasababisha hali isiwe shwari katika maisha ya wanadamu. Njaa itakuwepo kwa sababu njaa inaletwa na mambo makubwa mawili. Katika swala la kisiasa unazungumzia political instability. Kunapokuwepo na shida, watu hawezi kuseto, shughuli za kiuchumi haziwezi kufanyika. Kwa hiyo zitaleta njaa automatically. Lakini pia unazungumzia habari za magonjwa. Watu wakiugua hawezi kufanya kazi. Hali inakuwa sio nzuri. Na haya yanapotokea, hapo hujagusa kwenye climatic change ambayo haiko kwenye haya mawili ambayo kuna vita na kuna magonjwa. Hapa nazungumzia tu haya mawili. Ukiacha ile ambayo sasa ni hali ya hewa imebadilika yenyewe. Alafu sisi wanadamu tunasema tabia ya nchi. Nchi ndio imekuwa na tabia. Tabia. So unajua wanadamu siku zote hawataki kukubali kwamba ndio wamebadilika tabia. Wenyewe wanasema ni tabia ya nini? Ya nchi. Kwa hiyo ile global warming,
hawataki kusema sisi tunasababisha. Anasema ni tabia ya nini hiyo? Tabia ya nchi. Lakini ukirudi nyuma ya pazia unakuta ni tabia ya wanadamu. Unajua wanadamu ndio hivyo. Ndio maana jua likizama anasema jua limezama. Kwa sababu hataki kukubali kwamba mimi ndo nimezama huko. Anasema ni jua ndo limefanyaje? Wakati huo sisi ni usiku, akina Amerika ni mchana. Sasa tunapishana masaa 8. Na kwa hiyo sisi likizama anasema jua limezama. Wao nakwambia unaumwa nini? Mbona sisi huku mchana? Kwa hiyo hatuko tayari kukubaliana kwamba ni upande wetu. Ile ni upande wa jua kule. Ndio siku zote tunafanyika namna hiyo. Kwa hiyo mambo yakiharibika tunazungumzia kule. Hataki kusema sisi ndio tunye matatizo. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hivyo inakuwepo na hiyo hali inabadilika. Njaa inakuja mahali kwamba ni tabia ya nchi ama ni kwa sababu ya magonjwa au ni kwa sababu ya vita. Lakini hayo yote yanamkumba mwanadamu, yanaingia pale. Hata hivi recent tunajua Mashariki ya Kati inavyoendelea kutanuka. Lakini mtu anasema wanapigana kwa sababu ya demokrasia. Tukuja kuangalia nafikiri kesho. Kwa sababu hiyo sio issue hasa ya demokrasia. Kwa sababu hakuna demokrasia inayoruhusu kuleta watu kaburini. Kuna zaidi ya hicho kinachozungumzwa. Lakini siko hasa kuzungumzia Mashariki ya Kati. Ila Biblia inaelezea kutakuwa na vita na matetesi ya nini? Ya vita. Yaani Kristo anaeleza kitakacho kuwepo. Na anasema hayo yatatokea. Kwa hiyo anagusa nini? Anagusa angani. Anagusa nchi kavu. Anagusa magonjwa. Anagusa upande wa tabia za wanadamu. Na hayo yote anasema yatatokea. Katika ufupi wake kwa mtasari, mazingira yatakuwa mabaya. Mazingira ya maisha ya wanadamu, mazingira yanayoleta magonjwa, mazingira yatokana na siasa, mazingira. Unapozungumzia mazingira, environment, circumstances, kwamba ni nini? Na hayo yote yanayotokea yatakuwa mahali, taifa na taifa, huku na kule. Kwa ujumla anazungumzia sio vitu ambavyo ni local science. Anazungumza cosmic science. Science that takes place all over the world. There and there. Sio kwamba itokee tu ni kule sehemu moja. Inaweza ikatokea mwaka huu hapa, lakini ikatokea kule. Ili mradi tu inakuwa ni wake up calls. Calling people to be awake. Hicho ndicho Yesu anazungumza. Nini kinakuja? Muyaonapo hayo. Na hayo Yesu amesema hayapiti tu. You must notice them. Kwa sababu yatakugusa kwa vyovyote vile. Na Yesu anasema hicho kinachotokea watu watajawa hofu. Kwa nini? Maisha yao yatakuaje? What does the future hold? When people are full of fear. Na unajua unapozungumzia fear, unazungumza kitu ambacho ni response ya mwanadamu. Mimi ukisoma fear inavyofanyika ni kitu cha ajabu sana. Kwa sababu pale hofu haiwezi kuja isipokuwa umefeel insecure. Unapojisikia hauko na usalama, hauko na ulinzi, fear comes out. Na haiji tu yenyewe, bali kuna vitu vinafanyika kichwani kwenye central nervous system, alafu ingie kwenye sasa hapa tuko kwenye social, lakini najua mlisomaga hizo hata hivi. Nikirudi kule mtapata shida. Sasa mko tu vizuri? Najua tu mko vizuri. Kwa hapo kuna hormonal system, alafu kuna central nervous system. Na hizo zote zinapokuwepo kwenye environment ambayo haiko secure, mwili automatically unakuwa prepared kwa matukio mawili, kupambana ama kukimbia. Na hayo yote hayafanyiki hivyo hivyo. Mimi huwa nazungumza siku zote ya kwamba hawa watu ni watu wanaofundisha afya ya akili. Watu wanazungumzia psychology. Wanazungumza kwamba mwanadamu lazima awe na stress. Na mimi nakubali, lakini sio 100%. Kwa nini wanasema stress? Kwa sababu ya biolojia. Kwa sababu biolojia ndio ina create stress. Wakati unapokuwa umekutana na mambo ambayo yanaonekana kukuzidi, lakini hayakupatii maisha, yanataka kukunyang'anya maisha.
na kwa sababu tuna akili timamu, kwa sababu mwanadamu ana akili timamu, mwili una prepare, na unapo prepare una send message kwenye zile glands. Zipo gland ambazo zinahusika, zinatoa ile dawa ambayo inaitwa kama adrenaline, na zinaenda zinatouch kwenye organs na sehemu ambazo zinahusika ku prepare mwili kwa ajili ya flight or for fight. Na inapofika pale, unaona mapafu yanabadilisha katika swala upumuaji, yanakwenda speed, kwa sababu inabidi iwe na air intake yake iwe kwa wingi, kwa sababu itoe nishati, kwa sababu mwili uko kwenye emergency situation. Lakini wakati huo pia heartbeat rate yake inaongezeka, kwa sababu kusukuma damu kwa wingi, kwa sababu kwenye damu ndio kuna oxygen, kwenye damu ndio kuna calories, ili viungo vinavyohusika na kufight ama kufly vipate hiyo nguvu, vifanye kazi. Kwa hiyo ndio unakuta maeneo yote skeletal muscles zinakuwa affected, kwenye moyo inakuwa affected, kwenye mapafu inakuwa affected, kwenye macho inakuwa direction, kuhakikisha kwamba yanaweza kuallow light kwa wingi, ili uwe very precisely, uweze kuwa very smart katika swala hilo, kwa sababu ni issue ya kufanya hivyo. Mwili unafanya hivyo automatically. Kwa hiyo unapochukua maeneo hayo yote, ndio mtu anakuwa kwenye utayari wake, lakini ina create hiyo hofu. Sababu hofu inapokuja ndio ina create hicho kitu, mwili unachukua unaingia kazini. Lakini wakati huo viungo vingine vyote ambavyo havihusiki na emergency vinafungwa. Ukizungumzia habari ya digestive system, hata kama umetoka kula mezani tu, ndio hatari ikitokea, kwa mfumo huo unazuiwa, kwa sababu haupaswi kutumia energy, maana haivihusiani. Kwa hiyo wana shut down. Ukija kwenye mfumo wa immunity, pia wana shut down, kwa sababu wakati wao upaswa kutumia calories. Mimi ndio nikajua kwa nini wakati wa uviko 19 the late Magufuli alikuwa anasimama sana kutuondoa kwenye hofu, kwa sababu hofu ikija immune system ina drop down, kwa sababu siku zote hofu ina shut down immune system. Kwa hiyo ikishakuwa shut down, maana yake ni rahisi kushambuliwa na kuuawa, na hiyo ni sayansi kabisa yenyewe. Kwa hiyo sasa mwili unapokuwa kule inakuwa na hofu. Kwa hiyo kwenye emergency situation inakuwepo na hali kama hiyo. Nini kinafanyika? Kwa nini watu wanakuwa na hofu, wanavunjika moyo? Maana yake watu wataishi katika udharura, na siku zote kwenye udharura hali huwa sio wenyewe, kwa sababu shida ya hofu moja ni hii: hofu huwa ina dethrone reasoning. Wakati mwili unapambana hivyo kwenye hicho kinachoonekana kinatishia, huwa unaweza ukaona kuna kusupport kwenye kufight katika maisha. Lakini nataka ujue hivi, during emergency reasoning huwa inakuwa dethroned by fear. Kwa hiyo reason inatoka kwenye kiti cha enzi, alafu fear ndio inakaa juu yake. Ndio maana mara nyingi makosa tunayoyafanya wakati wa hofu, ukikaa ukatulia ukagundua sikufikiri vizuri. Kwa hiyo ukiruhusu hofu inapindua akili, kwa sababu akili ndio ina weigh things, kwamba should I go, should I continue, should I hold, should I release, nifanyeje? Kwa sababu yale maamuzi yanakuwa shut down, kwa sababu reasoning imeondolewa. Hofu inapokaa, maamuzi yote yanayofanyika kwa hofu siku zote huwa sio salama, kwa sababu hofu huwa haina mambo yanayopima na kuweigh things na kuleta mambo ambayo ni mazuri kwa wakati ule. Ndio maana ama umekuwa prepared before. Kama hujawa prepared before, huwezi kabisa kumaintain reasoning. Badala yake utafanya vitu kwa emergency, na utafanya vitu kwa sababu ya vinaongozwa na fear. Kwa hiyo siku zote fear huwa ni adui wa reasoning. Kwa hiyo ndio maana mtu anasema ningelifanyaje, hali ilikuwa namna ile. Maana yake nilikuwa kwenye emergency, na kama yuko kwenye emergency, maana yake akili niliweka pembeni, hofu ikachukua steering. Hiyo ndio siku zote inachofanyika. Kwa hiyo Yesu anaeleza watu watavunjika mioyo wakifanya nini? Wakiwa na hofu, na wakiwa na hofu juu ya maisha yao ya kesho. Yaani mtu anaona kabisa hali inakuwa ngumu, maisha yanakuwa namna hii. Tunaishi kipindi ambacho hali ndivyo hivyo ilivyo. Na nini kina create? Natural calamities, social upheavals,
ambayo ni mambo yanayobadilika kwenye ulimwengu tunaoishi. Political instability. Kwa hiyo hapo kuna mambo ya kisiasa, hapo kuna mambo ya matukio ya asili, majanga ya asili, hapo kuna change of behavior, nazungumzia habari ya wanadamu, kwa sababu habari ya kujali ustawi na afya ya mwanadamu na kujali thamani ya mwanadamu vinazidi kuharibika. Haya yanapokuwepo, environment inakuwa not friendly. Kwa hiyo inapokuwa not friendly, no one is secure. Inapokuja swala la usalama, kwamba ni kwa upande wa mahitaji, kwamba ni upande wa mahusiano, kwamba ni upande wa kiafya, yanapokuruhusiwa hayo, moja kwa moja akili inapimwa, inakuwa kwenye mzani. Kwa hiyo ndio maana kabla hatujafikia hiyo, kuna jambo la kufanya ambayo Yesu anaeleza. Na anaeleza kabisa ya kwamba msitishwe na hayo, msiletwe hofu na hayo, hayana budi kutukia. Kwa hiyo anachotueleza ni kwamba lazima yatokee. Tutaishi katikati ya jamii, katikati ya nchi, katikati ya mataifa, ama katika mabara ambayo hali itakuwa hivyo. Na hii sio tu kwa mtumwa, bali mpaka kwa mtawala. Sio tu kwa aliye nacho, bali hata asiyekuwa nacho, kwa sababu kila mtu ataguswa, kwa sababu watu wataishi katika udharura. Na madhara ya udharura, hofu itaingia. Hofu ikiingia, reasoning inashughulikiwa, uwezo wa kufikiri unashughulikiwa. Na ukishafikiriwa hapo, tafsiri yake ni nini? Hapa kuna issue ya faith. Sasa ndipo Yesu akasema, myaonapo hayo, maana yake yatakuja na mtayaona. Na sio mnaona yale kule yametokea Yudom. You will be touched. Tunachokieleza, mtayaona, mtaguswa nayo. Nini anachotueleza hapa Kristo? Anatueleza hivi, God has not given us a life free from suffering. Don't dare to think about it, kwamba I will be living a life free from suffering. Mungu hajawahi kutuahidi ya kwamba ukiwa na Yesu mahusiano yakawa mazuri, wewe hutapata dhiki za dunia hii, hautakutana nazo. Isalaya. Sikiliza ndugu zangu wapendwa, usije ukajitumainisha hilo, kwa sababu you are part of this people. Lazima utakutana nayo tu. Kama ni ugonjwa utaugua, kama ni habari ya kufanywa mabaya utafanywa mabaya. Unamwangalia refa, alafu refa anasema ruhusu mpira uendelee, hii ni lala salamu. Usipoteze muda. Wewe kuona wachezaji wanaomba rehema ya refa. Kwa sababu unataka kupiga mpira alafu anakanyaga. Unamwambia refa tafadhali, alafu refa anasema huyu refa huyu. Una wakati Kristo hapa refa, hapa Yesu anasema sikiliza. Yaani hizo rafu ni lala salama. Myaonapo hayo, maana yake yameruhusiwa yatokee. Yesu hajatupatia maisha yasiyo na changamoto. Ndio maana wao nikisikia watu wanasema kwenye dunia ukiwa na Yesu mambo yatakuwa shwari. Ni uongo. Nawaambieni ni uongo. Wanadanganya, kwa sababu isipokuwa haya tunayosoma hapa sio kwenye Biblia, yameruhusiwa kutokea. Lakini yanapotokea, maana yake experience, tutayapitia nyumbani, popote tutakapokaa, tutayapitia kwenye jamii tunayoishi. Yanaweza yasiwe yote kwa pamoja tukapitia, lakini tutapitia sehemu, kwa sababu hii ni cosmic reasons or problems ambazo zinatokea. It's a global issue. Kwa hiyo sio kwamba sisi tutakuwa as like an island, kwamba sisi ni kisiwa fulani, kwa hiyo hapana, tutapitia. Kile kilichotokea mwaka jana Tanzania hapa kwenye uchaguzi, ambacho ilikuwa kama ni ndoto, kimefanya kufikiri kwa Watanzania kuwe tofauti. Kwa sababu zamani tunaimba sisi ni kisiwa cha amani. Ni kisiwa cha amani. Mwisho tumegundua sio hivyo tunavyofikiri. We either deal the things perpendicularly or we continue to experience the same. Kwa sababu ulimwengu
haubaki tu upande wa magharibi ama upande ule, kwa sababu ulimwengu unapitia, unazunguka na yanayohusiana ndani yake, na kwa sababu hiyo lazima tupitie. Kwa hiyo wanapitia raia, wanapitia watawala, wanapitia wanasiasa na wasio wanasiasa, wawe ni wasomi ama sio wasomi, ili mradi tuko kwenye ulimwengu lazima tupitie, hayana budi kutukia. Na yale yanayokuja yanavunja mioyo, yanawapatia watu hofu. Na Yesu akasema kwenu ninyi msitishwe. Hii ndio tofauti. Ndio maana mikutano hii iko hapo. Why? Kwa nini tusitishwe wakati tutaugua, tutapitia hali mbaya ya kisiasa, tutapitia upande wa kijamii ambayo tabia zimeharibika? Why? Kwa nini tusitishwe sisi? Biblia imeeleza hivi, kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Kwa hiyo ukiona anafanyika, sema hey, he is coming. Not just is coming, he's on the way. Kwa nini unachangamka? Sichangamke kwa sababu najisifia COVID. Sijisifii habari ya ugonjwa wa kupumua ama wowote ule. Sijisifii tabia za watu kuwa mbaya, wala habari ya vita watu kuuawa. Ila najua kitu kimoja, Yesu yuko mlangoni. Kwa hiyo the only reason to make us be happy and energetic is because Jesus is coming. Kama hizo zisipotokea, Yesu haji. Ndio maana nakueleza myaonapo hayo, changamkeni. Kiswahili imetumia neno changamkeni, lakini ile neno lililotumika pale inaitwa anakupto. It's a Greek word. Ina maneno mawili, ano na kupto. Ano ni preposition yenye maana up ama upward, kwa sababu New Testament iko kwenye Greek language, ambayo sio tu Greek, maana hiyo wanazungumza kule Greece, kule wanazungumzia modern Greek, lakini iliyoandikwa hapa inaitwa Koine Greek, ambayo hata wale wanaozungumza kuna baadhi ya wanashindwa kuisoma hiyo kujua inamaanisha nini. Kwa hiyo Koine Greek ni anokupto. Ano maana yake up ama upward, lakini kupto ni unbent, ina maana ulikuwa umeinama hivi. Sikia neno kupto inamaanisha, maana yake straight yourself, straighten yourself. Kwa hiyo ulikuwa umepinda, nyoka. Ndio neno lenyewe linachomaanisha, maana yake nyoka, lakini nyoka kuelekea juu, ano, up ama upward. Sio tu na nyoka kwa kuwa umelala horizontal. Anasema maana yake nyoka kwa kuelekea wapi? Na haishi tu hapo, Yesu anamalizia, inua kichwa chako wapi? Raise, epiairo. Epiairo ambayo maneno mawili, epi upon, alafu raise, raise. Maana yake una raise nini? Kichwa. Sasa maana yake ni kama ulikuwa hivi, alafu ano maana yake up ama upward, lakini wakati huo una strengthen, unanyoka kabisa. Lakini wakati huo kichwa unakiinua juu, maana yake look up. Ndio anaeleza to look up means have faith. Why? Jesus is in control. Mungu yuko kazini na anadhibiti. For us, we are not able to control, to master the environment. Those are beyond our mastery. Uwezi ukayadhibiti yale ambayo yatatokea, uwezi. But your God is able to do what? To control who? To master who? Kwa sababu Mungu anaposema Mungu yuko in control, sio kwamba azuie njaa, azuie magonjwa, azuie vita, azuie hiki na kile. No. Maana yake he is in control, maana yake have faith in him. He is able to sustain your faith to go through that with the same hope. Jesus is coming. Ndicho maana yake. Kwa hiyo unatabasamu si kwa sababu Mungu atakia the environment, lakini kwa maana ya kwamba he is coming. God is concerned, he is operative, and is always with me. Yuko kazini na anafanya nini? Yuko kazini. Kwa sababu haya mazingira yote yanayofanya kazi hayo yameruhusiwa, lakini haimaanishi ya kwamba Mungu hayuko kazini. When you look up, when you strengthen yourself, you build God's work. You hear your words.
You share the good news. Jesus is coming. Na si wokovu unaomaanisha tu kwamba tumeokolewa. Anazungumzia wokovu kwa neema wakati huu. Anazungumzia wokovu ambayo ni ultimate salvation of all believers. Anazungumzia anapokuja yeye. Hiyo ndio inaitwa the consummation Christian hope. Tumaini ambalo ni kilele cha juu kabisa when Jesus comes again. Kwa hiyo maana akija kila kitu kitasimama. Ndio maana pa kusema good news. Kumbuka anaelezea hili jambo akieleza changamkeni. Kwa hiyo kuchangamuka sio mtu anafanya namna hii. Maana yake anazungumzia faithful endurance and perseverance. Unawezaje kupersevere when the wind is contrary? When the environment is against. Wakati ulimwengu uko kinyume. Wakati mazingira yanapambana na wewe. Unawezaje kusonga mbele? When you see kwamba nitakwenda, what is going? Yacha tu kwanza hiyo, what is going forward. Lakini anachokieleza hapa anazungumzia swala la imani. Unasubiri unasubiri kwa kunyanyuka juu. Maana yake uko connected na mbingu, ndipo tu unaweza kusogea. Kwa hiyo ile neno kuchangamka sio mtu unamuona amechangamka hivi anavyofikiri, lakini inamaanisha kwamba ni muda wa kuinuka kwenda kuelekea juu, wa kunyooka, ambacho maana yake ni kuwa mwaminifu na kutazamia Yesu yuaja tena. Hiki ndicho anachozungumza hapa. Na ninarudia jioni ya leo ya kwamba we have nothing to change what the word will offer to us. Ndio maana mtu akitokea akasema ninataka kubadilisha ulimwengu yawe maisha mazuri, watu wa enjoy, anadanganya. Yaani hata wewe tukikupatia dunia hii hautaiweka vizuri. Hata tukikupatia wewe utawale dunia hii, hata East Africa, usiote ndoto kwamba utakuja uiweke kwenye barabara. Ndio maana kuna wakati hata waliopewa nafasi ya uongozi, iwe ni katika jamii hata serikalini, ndio maana wanahitaji sala zetu. Kwa sababu kile unachopitia ndicho anachopitia. Ni swala sio kitu rahisi katika swala la wakati huu. Na hayo yote yameruhusiwa yatokee. Sisi hatuna namna ya kufanya isipokuwa Yesu ametuambia kazi yetu sisi ni kuangalia juu. Maana yake maisha yaliyoungana naye ndio tu ufumbuzi wa namna wa kuishi sasa hivi. Maisha yanayoungana na yeye, maisha ya kuamini, ndio yanayofanya hofu itoweke. Yatakapokuwa yanatokea hayo ya njaa ya jambo lolote, you are okay maishani mwako. Why? Nini kinachofanya uwe okay? You have faith in Jesus. Kwa nini? Kwa sababu hata kama maisha yakipotea, he is able to resurrect me. Faithfulness unto death. Ikiwa maisha yetu tunatulia, hali ya mazingira yanapokuwa rafiki, sicho hicho Yesu anachozungumza hapo. Yesu anazungumza mazingira ya nje hayatakuwa rafiki, ila mazingira ya ndani. Kwa unazungumzia faith, maana yake unazungumzia internal tranquility. Unazungumzia peace within from without. Kutoka kwake halafu anatupatia hiyo ndani. Ndio maana nilisema amani yangu nawapa, amani yangu nawaachia, niwapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike wala msiwe na woga wala hofu yoyote. Kwa hiyo mikutano hii imekusudia kutuonyesha tunawezaje kusurvive. How should we continue living when we have no mastery over the environment, over the change of people's behavior, over the natural calamities, and above all, when the devil is allowed to touch our lives. Sababu ndicho alichoanza nacho, nimekiacha tu hapo. Ndicho alichoanza nacho kabisa. Cha kwanza, msije mkatishwa. Manabii wa hiki tutakuja kuiona huko baadaye. Cha kwanza kabisa alichokizungumza, amezungumzia upande wa adui anaitwa Shetani.
Leo tumezungumza tu kwamba ujue environment inayofanyika na kinachoendelea, tunachoweza kuishi. Sisi tuna jambo moja tu la pekee, changamkeni. Na kuchangamka maana yake let's have faith. Tunakuwa na imani kwake kwamba anadhibiti maisha. Halafu ukombozi wetu umekaribia. Ndio maana unapoona yanazidi kuchanganya, yasikuchanganye, ila ya kusaidia kujua Yesu anazidi kuja. Hiyo ndio habari njema katika mikutano hii ambayo watu wote tunatamani waweze kuelewa. Ni Biblia inayotafsiri ukweli. Where are we heading? What is ahead of us? Where are we right now? Kwa sababu wengine wote wasipojua watajazwa hofu, watavunjika mioyo. Ndio maana Mkristo hapaswi kuvunjika moyo kwa namna yoyote, kwamba ni mgonjwa, hali ya kisiasa ni mbaya au namna gani. Sisi sio watu wanaovunjika mioyo, badala yake ni watu wanaochangamka. Sio kwamba wanafurahia watu wanapokufa kwa njaa, wanapoangamizwa kwa matetemeko, wanapoangamizwa kwa vita, wanapoangamizwa kwa magonjwa, wala kwa sababu kama ni hayo yote yanatukuta hata sisi. Ila kinacholeta tofauti ni hivi, ukombozi wetu umekaribia. Na hivyo tonight unaweza ukaitikia neno hilo, na Yesu anakungojea. Jioni hii wanaosema Yesu nisaidie, kuinua vichwa vyetu kwa sababu ukombozi wangu umekaribia. Simama pamoja nami. Simama pamoja nami. Katika maisha haya tuinue vichwa vyetu, ukombozi wetu umekaribia. Niliahidi ya kwamba tutakuwa na sala. Yawezekana katika haya yanayotokea ulimwenguni yanaweza kuwa yamehusu katika maisha yetu. Yanatuletea masikitiko, inaweza kuwa ni magonjwa, inawezekana ni mahusiano, inawezekana ni swala la kiuchumi, imetokana na magonjwa ama environmental change ama lolote lile. Any calamities or crisis that we are allowed and we are subjected to. Tuna nafasi hii ya kumkaribia Mungu wetu. He is able to sustain us and to meet with his work. Tunaweza kukutana na kazi ya Mungu anapo strengthen our faith, lakini anapo sustain. But he is also merciful God. Mungu mwenye rehema. Anaweza kutupoza, anaweza kutuponya, anaweza kucalm the any situation, hata kama haitakuwa for permanence, lakini he is able because he is in control. If we can reveal what is ahead of us, then he is able. Ndicho hicho ambacho anachotueleza. Anapo reveal the future, maana yake he has the future. Kwa sababu hakuna future inayo slip out of his hand. Is the one who knows the future. Na anapo reveal kwetu ni kwamba we can have faith in him. Kwamba hii dunia haijiendeshi yenyewe, Mungu anadhibiti. Na ni shauku yako katika sala kwa jambo moja muhimu sana kwa ajili yako jioni ya leo, ni kuombe uje hapa mbele. Njoo tu hapa tutaomba. Katika haya tunayopitia, una jambo nyeti kabisa ambalo wewe unalifahamu tu. Njoo tu hapa, tutahitaji niombe pamoja nawe. Fanya tu haraka. Mungu wetu anaweza kututendea kwa rehema zake. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Wewe ndio unayefunua wakati ujao. Si kwamba tupate hoyo. Unatufunulia ili tuweze kuchangamka. Tuinuke, tunyoke, tukuamini na kuvumilia. Si kwa sababu tunafurahia yanayotuumiza na yanayoumiza wanadamu wenzetu, ila
ukombozi wetu umekaribia. Tunaishi katika uhalisia wa kile ulichosema wakati ule. Inaweza ikawa ni magonjwa ambayo hata hospitalini hawana ufumbuzi. Inaweza ikawa ni hali ngumu ya kimahusiano katika familia zetu. Maumivu yanayotokana na kuharibika katika familia mbalimbali. Tunakuwa wahanga kwayo. Inaweza ikawa ni hali mbaya ya kiuchumi iliyosababishwa na hali ya hewa, iliyosababishwa na mahusiano kuharibika, au kwa sababu ya magonjwa. Na inawezekana ni zaidi hata ya haya tunayoyataja. Tukajikuta tuko hapo, tumekutembelea, tumekujia. Hata kama unafahamu kinachopita kwetu, lakini unapotualika, wewe umeahidi kutuwezesha kusimama imara. Ninaomba uwajalie kusimama imara. Uimara huu utaotokana na kwamba bado Mungu unadhibiti. Hata kama haujatutoa kwa haya yanayotusibu. Lakini jambo jingine ambalo pia tunaomba rehema zako. Mkono wako unaweza ukatuliza dhoruba na ikukawa shwari. Katika yote tunayoyapitia ikawa historia. Bado una uwezo wa kutenda hayo katika mikutano hii ya sikukuu ya vibanda. Haya mikutano ya makambi. Mungu wetu, tunatazamia ututendee pia kwa huruma zako. Ni huruma zako tu, sio kwa haki yetu. Kwa wingi wa rehema zako na fadhili zako, tunakushukuru kwa kuwa unatutakia mema. Jambo la tatu, Mungu wetu, asante kwa kupanga kutupatia tumaini wakati wa mwisho. Asante kwa kuwa yote haya yanayotokea yanatuambia Yesu uko mlangoni. Ukombozi wetu umekaribia. Tunaposoma, kwa kuwa hatujui ni lini, ni mwaka gani, tuweke bidii tukisoma, maana ni sehemu ya kazi ya siku 6. Bila kuafifisha utayari wetu wa kuja kwako mara ya pili. Tukifanya shughuli za kiuchumi, zote zifanyike kwa bidii, maana ndivyo ulivyosema utakula kwa jasho. Lakini bila kusahau, sisi ni wageni na ni wasafiri, na Yesu yuaja haraka. Kwa hivyo uje muda wowote ule, imradi tumejiandaa, hatuna cha kupoteza. Kwa hivyo ukatende kwa kila mmoja wetu, kila mmoja anayekuomba kwa jambo muhimu sana, kwa huruma zako na upendo wako kwetu. Tupatie tafakari la ukweli huu. Haya ndio maisha katikati ya hofu. Tunaweza kuwa watulivu, waliochangamka, wenye imani ya kweli. Yakiwepo mengine ambayo tujataja, lakini ni shauku yako kuwatendea watu wako, sisi tutakushukuru na kulihimidi jina lako. Tuongoze tunapokwenda kupumzika na kazi kadha wa kadha, katika jina la Yesu Kristo, amina. Asante. Mungu atubariki. Saa 12 kesho, Bwana akitujalia jioni, nitakuwa hapa. Asanteni. Makambi mtaa wa Yuda Mushini 26. Nitakwenda nikimtumaini Yesu. Wakati huu Sayuni International Choir wanapita mbele kwa ajili ya wimbo wa kutoka.
niendelee kukaribisha kuhudhuria katika makambi yetu hapo kesho, na Mungu wa mbinguni mkuu anayebariki anazidi kukubariki. Tunaweza kuwasikiliza Zion International, afu wakati huo wakimalizia tunatoka, maana itakuwa ni mwisho, lakini watakaohusika na vyombo watakuwa ni kina nani? Ni The Voice of Wilderness, maana nimesikia watakuwa na zoezi. Lakini tulikuwa na media zetu. Dada Christine, unaweza kutukumbusha ni media gani ambazo tulikuwa nazo? Na media ya kwanza ni SAVP, ya pili ni ATM, na ya tatu ni Caring God Ministry. Yes, nadhani kesho pia tutakuwa na TV nyingine ambayo kutoka kwa Lumala Hope TV. Lakini pamoja na hayo, nyuma ya kamera, unajua sisi tunasaulika sana nyuma ya kamera. Tulikuwa naye kaka Amos Mavura, kaka Emmanuel Onias, pamoja na kaka nani? Kaka Rizwani Juma. Barikiwa sana unapopanga kuhudhuria siku ya kesho. Mungu mkuu akubariki sana. Dada Christina, tupatie ombi sasa. Tuombe. Tunashukuru Mfalme kwa ajili ya baraka ya siku ya leo. Tunakuomba vivyo hivyo tujalie moyo wa kurudi tena siku ya kesho, ili mibaraka hii isiweze kuishia hapa tu. Asante kwa kuwa utaendelea kwa pamoja nasi. Tunaomba na kushukuru kupitia jina la Mwana Yesu Kristo. Amina. Amina. Dada Christina. Jina langu ni Christina Baraka. Nilikuwa pamoja na Ulikuwa pamoja na Daniel John wa Kilimanjaro. Karibuni sana, karibuni tena na tena. Zion International Choir, ni wakati wenu. Bwana ni mwema wakati wote. Ni wakumbushe tu kwa wale ambao watakuwa na uhitaji wa kuzungumza na mchungaji, kuanzia muda wa saa 12 atakuwepo hapa ofisini kwa siku ya kesho hadi ule muda tunaoanza vipindi. Mungu na wabariki.